عصيت ربي على من سنة مبلغ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. Sina haki ya kubadilisha chochote katika yaliyomo kwenye kitabu hiki kutokana na akili yangu. Ila attabi'u illa ma yuha ilayya, sifuati ila kile kilichoelezwa. Mnachoambiwa sema ndo nasema, wafikishie hichi ndo nawafikishia. Inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, mimi ninaogopa nikimwasi Mola wangu kwa kufanya tofauti na alichonituma, naogopa adhabu ya siku kubwa, siku ya kukutana naye. Sasa watu wa vitabu vilivyopita, kwa sababu ya mamlaka walizokuwa nazo, nguvu ya kiutawala, nguvu ya kisiasa, walikuwa wanaweza kuidhinisha chochote kitendeke. Futa hicho, rekebisha hicho. Allah akapeleka ujumbe wake mahala kwenye mtu mwenye msimamo kama huyu, anaambiwa badilisha, lete kitabu kingine, au kama ni hiki basi rekebisha, futa baadhi ya vitu. Akasema sina mandate ya kufanya hivyo, nitasema vile vile vilivyotumwa. Mmenifahamu vizuri? Kwa hiyo kaleta hapa mtume wake kwa sababu kajua hapa ndio mahala mwafaka jambo lake litakapotendewa haki. Angelipeleka kwenye hizo dola zenye nguvu na maendeleo, jambo lake lisingefanywa. Allah anasema Allahu ya'lamu haythu yaj'al risalata, Allah anajua mahala gani aweke ujumbe wake. Kwa hiyo tukizungumzia maisha ya Mtume Muhammad, na kwa sababu ya ufupi wa muda, hebu tu review kidogo kwenye nukta tatu katika sura ndogo iliyoko kwenye neno ya Allah, sura Duha, ambayo Allah ameianza kwa jina, akasema wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sura hii iliteremka kwenye mazingira ambayo historia tunaambiwa ulikatika wahyi kwa muda wa siku kadhaa. Kukatika wahyi maana yake mtume anayesema katika Qur'ani huwa anashushiwa. Hizo aya hushushiwa na yeye ndo akazihifadhi moyoni, akazisoma kwa watu. Sasa palipita siku kama 2-3, hakutoa mpya, hajaletewa kitu. Watu wa Maka wakaeleza uvumi pale mjini, wakasema Muhammad keshakirana na huyo Mungu wake, na kwa maana hiyo Mungu wake kachukia, kisha mwacha mkono, amletei kitu siku hizi, hana ishi, hamna stori mpya. Ikawa ndio maongezi ya mjini, the city talk. Pia inanukuliwa kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye jina lake anaitwa Ummu Jamil, ni mke wa Abu Lahab, yule aliyezungumza kwenye sura Tabbat Yada, akaambia wa mraatu hammalat al-hatab, ndio huyo Ummu Jamil. Ummu Jamil kaenda kwa mtume, kamfungia safari, akamfuata nyumbani kwake, akamwambia ya Muhammad, mimi naona huyu sheitani wako keshakuacha mkono, sijamuona kukuletea chochote kama siku 2 au 3, hamna mpya.
Sasa Ummu Jamil kwa status yake ni mtu mkubwa, ni mke wa mheshimiwa katika wakubwa wa Maka, na jambo likibebwa na wakubwa likishushwa chini linatendewa kazi. Kwa hiyo mjini pakawa panavuma Muhammad kishakerana na Mungu wake kamkashirikia, kishaachana naye, hamletei chochote. Ni maneno yanaudhi kusikia mji mzima wanaposema vibaya. Kwa hiyo siku ulipokuja kushuka wahi, Allah akamwambia Jibrili amwambie mtume wake kwa viapo, wadhuha wallayli idha saja, ninaiapia asubuhi na ninauapia usiku unapotanda, ma wada'aka rabbuka wa ma qala, Mola wako hajakuaga wala hajakuchukia, hajakuhama wala hajakuchukia. Tangu alipokuteua yuko na wewe, na tangu alipoamua kukupenda anakupenda, bado hajakuchukia. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, na yajayo ni bora zaidi kuliko hayo yaliyopita. Unasamba sasa hivi machungu kwa muda tu, lakini faraja iko karibu. Na duniani kwa muda wote utakaoishi hapa ni mahala pa misukosuko na mitihani. Kustarehe kwako ni kwenye maisha yajayo ya akhera. Kwa nini uamini au yakupe presha maneno ya makafiri kwamba mimi nimekuhama au nimekuchukia? Kwa nini uamini? Alam yajidka yatima faawa, kwani Mola wako wewe tangu udogo wako si alikukuta yatima akakutunza? Mazingira ya wakati ule wa ujahilia na kwa tabia mbaya za watu wa Maka ambao wanaambiwa walikuwa wajinga, hawana elimu, maisha ya watoto yatima yalikuwa magumu. Hakuna mtu aliyekuwa anajali kulea mtoto asiyekuwa wake. Mayatima katika mazingira ya wakati ule walikuwa wanapata tabu sana. Lakini makuzi yake Mtume, pamoja na kwamba kazaliwa baba hakumkuta. Baba yake Mtume kafariki wakati Mtume ni mimba tumboni kwa mama yake, hajazaliwa. Alitegemewa mkumbo umchukue asipate mlezi, akue kwenye mazingira ya dhiki, na hatimaye akiwa mkubwa awe kama mtoto wa mitaani. Lakini Allah anamwambia kama ni wakukutupa, si nimekutupa huko mwanzo, si ulikuwa yatima? Faawaka Allah, Mola wako ukona kakuweka katika mikono salama ya watu waliokujali wakakupenda na wakakutanguliza wewe mbele kuliko watoto wao waliowazaa. Kwa uwezo wa Allah ndio ulielewa vizuri. Kwa hiyo tangu huko nyuma Mola wako yuko nawe, hajakuacha mkono. Jengine, wawajada fadhalan, Mola wako si alikukuta wewe mpotovu. Sio kwamba Mtume alikuwa akachukuliwa na mazingira ya watu wajinga na yeye akafanya ujinga, lakini tunafahamu fika makuzi ya mtoto mahala anapolelewa huwa yana taathira kwa mujibu wa mazingira ya walezi wake. Kama mtoto analelewa na watu wa uzalunga, Yesu ndo atakuwa wanamwita nani? Pusha, chukua mzigo huu pelekea kwa fulani, chukua hivi. Wanauza gongo, yeye ndo atakuwa mpimaji, mpimie yule hivi, mpimie hivi. Na inategemewa kwamba na yeye atakuwa anaonjaonja sometimes. Mazingira yanaathiri. Kwa hiyo mazingira aliyozaliwa Mtume wetu, aliyokulia, mpaka hao walezi waliomlea ni watu ambao hawana hidayah, wapotovu. Kulikuwa kuna kila uwezekano wa mtoto huyo naye kuathiriwa na mazingira ya upotovu. Lakini mitume wote wanakuwa maasumini, wana isma ya Allah. Anawagambi mwenyewe tangu watoto au tangu matumboni kwa mama zao, anawahifadhi na wanasalimika na kuathiriwa na mazingira mabaya. Mitume wote.
Kwa hiyo kama alikuwa hana haja naye angelimwacha huko akapotea, lakini ambia wajada kabala, Mola wako kakukuta kwenye mazingira ya upotovu, fahada, lakini yeye ndiye aliyekuongoa. Hukuathiriwa na upotovu wala hukuathiriwa na mazingira uliokulia. Mtume alikuwa na tabia nzuri mpaka watu wakampenda, walezi wake, majirani zake, marafiki zake. Hakuwa na tabia mbaya, alipendwa na kila mtu kwa tabia yake nzuri, kwa sababu ya matunzo na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ni maisha yake ya awali tangu utotoni kwake. Jengine Allah akamkumbusha, wajadaka ailan. Al-ailu ni mtoto mbaya, fakiri au masikini, mhitaji. Ulikuwa katika mazingira ya umasikini, hukuwa katika mazingira ya maisha mazuri, uwezo wa kiuchumi, lakini faamna, Mola wako kakutajirisha, umekuwa tajiri. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakuwa tajiri wa mali, kwamba alikuwa na uchumi mzuri, ana mali nyingi, lakini alipewa utajiri wa nafsi, kama alivyosema mshairi, hiya alqanaatu, ni tabia ya kukinai tu. Fahfadhha, hebu ihifadhi tabia hii, jifundishe kukinai hicho kichache ulichokipata kwa halali. Takun malikan, utaishi kama mfalme. Walau lam takun laka illa rahata albadan, hata kama hutakuwa huna chochote katika maisha zaidi ya afya ya mwili. Ukiamka mzima, umepata msosi wako wa kutwa na mambo yako yameenda sawa, basi wewe ni tajiri. Kwa hiyo alikukuta wewe ni masikini, lakini kakutajirisha. Tukisoma sira ya makuzi yake Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hata pale alipokuwa ulizini kwa Mama Halima Saadia, Mama Halima anasema huyu mtoto ni mtoto wa maajabu, tangu mchanga wake sijapata kukuona. Kwanza Mama Halima na mume wake walikuwa si watu wenye utajiri mkubwa, lakini walikuwa amali yao kubwa ni mifugo. Wameondoka wana mifugo dhaifu, malisho yenyewe shida, lakini walipochukua mtoto huyu kulea, mambo yakawafungukia. Wanyama wao wakawa wanashiba, wana afya, wanatoa maziwa ya kutosha, na maisha yao yakaboreka kwa kupata huyu mtoto. Alafu Mama Halima anasema anapoandaa chakula kwa ajili ya watoto wake, akiwemo na huyu anaelea, wakati wa kula anawaita waje kula. Mtume alikuwa na marafiki zake wanaotoka toka katika kwenda kwenye mambo ya mifugo. Akiitwa nyumbani kuja kula, marafiki zake wanaambatana naye, basi huwa hawafukuzi, anakaa nao kula kwenye chakula chake, na hajapatapo kusema hata siku moja sijashiba, niongeze chakula. Kile kipleti chake anachowekewa hula na rafiki zake, na wakaondoka wamekinai, anaweka mambo sawa, kama sahani yake kaosha, kairimisha. Mlezi anasema huyu mtoto si msumbufu, hajanilalamikia shida, hajapata kusema sijashiba, na siku zote utamuona ni mchangamfu mwenye furaha. Kwa hiyo ndio utajiri aliokuwa nao, sio kwamba alikuwa ana mali anakuwa analipia, alikuwa kakinani. Sasa Allah kwenye sura hii kamkumbusha mtume wake kwa kule kusikitika, kwa nini naambiwa Mola wangu kanichukia? Kwa nini naambiwa Mola wangu kanihama, kanitelekeza? Allah akamkumbusha hizo neema zake. Alam yajidka yatiman fa'awa, kwani Mola wako si alikukuta kwenye mazingira ya uyatima? Yeye ndo alikutunza ukalelewa vizuri. Wawajadaka dhalan, Mola wako kakukuta uko kwenye dimbwi la upotovu, mazingira ambayo kwa sababu ya utoto wako hukuwa na sababu kwa nini usipotee, lakini fahadaka Allah, Mola wako kakuongoa, hujapatapo kuathiriwa na mazingira ukafanya ujinga na upotovu uliokuwepo.
Wawajadna